Karibu sana wewe ambaye uko nasi nje ya boxi ya Nteze Media. Shukrani sana kwa dhati. Wewe ambaye unafanya hivyo, wewe ni mtu bora sana kwetu. Na ni mtu wa thamani sana kwa sababu ni mtu wa uhakika kweli kweli. Kitu ambacho nataka nikisogezee wewe siku ya leo, siku ya jana, mmoja watu muhimu kabisa ni kikosi cha Simba, watu ambao ni legend, general, mtu mzima mwenyewe ambaye anafanya kazi chafu kabisa pale Simba ambazo zina umuhimu kubwa kwenye nyanja ya Simba Slap mpaka sasa kwa hapo walipo. Anaitwa Crescentus Magori, ambaye huyu ni mkurugenzi, ni mjumbe wa bodi ya kurugenzi ya Simba Sports Club, ambaye huyu ni miongoni mwa watu muhimu kabisa pale Simba Sports Club. Jana amefanya mazungumzo na waandishi wa Simba Sports Club jana kuzungumzia performance ya Simba kwenye msimu huu wa 2024-2025. Mpaka sasa Simba yuko finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Yeye kama kiongozi na yeye kama mjumbe wa bodi ya kurugenzi wa Simba anaitazama vipi? Nini Simba imeonyesha tofauti kwenye msimu? Machache aliyozungumza ni yale ambayo amezungumza Simba msimu huu 2024-2025. Kikosi chake ni kipya. Wachezaji zaidi ya 15 wameingia kwenye kikosi hicho cha Simba, na wao waliamini wanaenda kujenga timu, lakini performance yao imeonyesha ubora kabisa wa Simba ipo kwenye hadhi kubwa kwenye miongoni mwa timu bora hapa barani Afrika. Lakini kingine zaidi ambacho amekizungumza ni performance za wachezaji ambao kwenye nyakati ambazo walikuwa kwenye ubora, kama mtu mzima Joshua Mutale Budo, Fabrice, mtu mzima Deborah Fernandez Mavambo, Valentin Nauma ni miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa kwenye performance kubwa kabisa. Kipindi hiko wako kwenye pre-season pale Ismailia Misri, walikuwa kwenye ubora mkubwa, lakini performance zao zimeshuka bila kujua shida ni nini. Huenda ni swala la mazingira. Lakini pia Crescentus Magori akazungumzia usajili wa Simba wa dirisha dogo, ambao wao watakupa muda zaidi wachezaji wa mnyama Simba waonyeshe uwezo wao. Lakini pia walifanya usajili wa mtu mzima Elie Mpanzu, ambaye aliingia kwenye dirisha dogo la usajili, japokuwa alikuwa sehemu ya timu kuanzia mwezi wa 9 wa 10 hivi pale Unyamani. Kwa kitu ambacho amekizungumza ni hiko. Pia akazungumzia kuelekea finali ya kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya RS Berkane. Hii ni mafanikio makubwa sana kwa Simba, na pia wanaiombea kila laheri mnyama Simba kuchukua ubingwa huu. Ikawa ni fahari kwa Tanzania, ikawa ni historia kubwa kabisa kwenye soka la Tanzania. Wao wanaamini Mwenyezi Mungu ndio namba moja, ndio kila kitu, na ambaye ataifanya mnyama Simba kuchukua kombe la shirikisho barani Afrika. Na sisi kama nje box Nteze Media, kwa sababu ni issue ya kitaifa, tuko na nyinyi wana Simba, tuko na nyinyi viongozi wa Simba wote kwa support kuchukua kombe la shirikisho barani Afrika. Nje box Nteze Media inakukumbusha comment, like na kushare hii nje box ya Nteze Media.